Naam, karibu tena mtazamaji. Mamia ya wakazi wa Mombasa walijumuika kwa iftari ya kwanza kuandaliwa barabarani. Na waandalizi wa hafla hiyo wamesema lengo lao ni kuwaleta watu pamoja na kuonyesha umoja na kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii. Naam, Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa katika maeneo ya mapembeni barabara ya Moi, kaunti Mombasa. Mamia ya wakazi wakijumuika kwa futari ya kwanza kuwahi kuandaliwa barabarani nchini, kama ilivyo katika mataifa ya milki ya Kiarabu, Misri na maeneo ya Uingereza. Kulingana na waandalizi wa hafla hii, lengo ni kuwaleta watu pamoja, kuwakumbuka wasiojiweza, pamoja na utangamano wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Street iftar. Na street iftar ni watu wanakuja na chochote, ili unaleta chochote. Kwa mfano una kitu ya shilingi 200, 500, 10,000, unakuja unaweka, and then wale ambao wamefunga na hata wale ambao pia sio Waislamu wanapata kukula kitu saizi wakati wa jioni. So azma yake ni kuleta watu pamoja na kuonesha kuwa hata hii futari sio ya Waislamu peke yake, but at the same time kuna wale ambao wanafunga but hawana kitu ya kula. Hii ikiwa ndio hafla ya kwanza kuandaliwa nchini, wahisani wameonyeshwa kuridhishwa na mapokezi yake kwa wakazi wa Mombasa, wakiahidi kuandaa iftar kama hii kila Ijumaa na hata mara 3 kwa wiki kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kukamilika. Unaona katika street za Mombasa watu wanazunguka wanajaribu kutafuta kitu ya kula. So na Ramadhani unajaribu mtu akifunga asiwe yako na pressure ya mali ataenda kukula wapi. So at least I know the whole year pia mtu anafaa kukula, but at least during Ramadhan tunaleta ile culture ya kupeana. Serikali ya kaunti ya Mombasa imetaka wahisani zaidi kujitokeza kuhakikisha iftar kama hizi zimekuwa nembo ya kufuturisha Waislamu Mombasa na kote nchini, ili kudumisha umoja na upendo, hasa taifa linapoelekea uchaguzi mwaka ujao. Waislamu na wasiokuwa Waislamu for the purpose of unity wakakusanyana mahala kama hapo, wakala pamoja. Hili ni dhihirisho tosha kwamba sisi Waislamu na ambao sio Waislamu tote Kenya tuko kitu kimoja. Na nina furaha mwaka huu tumeambiwa kwamba Wakristo pia mwaka huu pia wanafunga pamoja na sisi, kalenda zikiwa mahali kimoja. Kwa hivyo tunatarajia nchi yetu kuiombea Mungu uchaguzi uwe wa amani, na hili litadhihirisha kwamba sote tutakuwa pamoja na tutakuwa na uchaguzi wa amani katika nchi yetu wa Kenya. Waanzilishi wametaka mradi huu kuendelezwa, ambapo wakazi wataruhusiwa kuja na vyakula vyao ili kujumuika na wenzao. Francis Mtalaki, Ringa Citizen.